Mtazamaji yako mwambie Yesu anakupenda. Yesu anakupenda. Maisha yako yatakuwa jinsi yalivyokuwa. Paulo anasema, Daudi anasema, nalifurahia waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Bwana apewe sifa. Amen. Hakuna sehemu utapata furaha kama kuwa mbele za Mungu aliye hai. Amen. If you cannot get joy and peace from God, there's no any place you can get joy. Yani kama hautakaa ufurahie kuwepo mahali pa Mungu, jua wewe hata mbinguni uingie, kwa sababu God is available. Amen. Maybe you'll be enjoying to be in the hell. Bwana apewe sifa. Amen. If you cannot enjoy to be in the presence of God, know that you'll be enjoying to be in the presence of Satan. So there's two options. Either you must be happy in the presence of God, or you must be happy in the presence of Satan. Hallelujah. Amen. I need you to understand this, and this is very important. Kama unaweza kukaa na mtu ambaye afurahi kuomba, afurahi uwepo nani wa Mungu, afurahi ibada, afurahi kusali, afurahi uwepo wa Mungu, huyo mtu ana enjoy uwepo wa shetani. Bwana apewe sifa. Kama unaweza kuwa na shida kuabudu, God is here. You have God in the presence of Jesus. You lack something, be able to understand. Maybe you are not in the presence of Jesus Christ, because you cannot be in the presence of Jesus and lack something. Never. So there may be weakness or mistake, or maybe there's a problem between you and the relationship with Jesus Christ. Hauwezi ukawa na uhusiano na Mungu wa karibu. Are you listening? Nataka nikufundishe kitu kabla sijaanza kuomba hapo. Kuna watu mlikuwa mnaomba sana, mnafunga sana, leo maombi hauna, si ndio? Kufunga, ile nguvu ya bidii ulikuwa nayo hauna. My son, my daughter, mwana wa Mungu aliye hai, Yesu ameshakuacha muda mrefu. Bwana apewe sifa. Yani kama ulikuwa unaomba masaa mawili, nusu saa, masaa matatu, sasa hivi unasikia ndani yako nguvu ya kuomba hauna. Now no, you are not in the presence of God, because if you are in the presence of God, ukiwa katika uwepo wa Mungu ni careless all the time. Bwana apewe sifa. Mind yako ikisubject to Christ, mind yako ikimtii nani? Kristo, mwanangu, all the time you will be feeling the presence of God. Bwana asifiwe. Unasikia chongea? Ukitaka kujua Mungu amekuacha, pointi ya kujua kama Mungu afeje amekuacha, si tu prophet akuone. Wewe mwenyewe unajua kwamba now I'm dry. Yani mimi sasa hivi sina nini, kwa sababu hata uwepo wa Mungu umepotea. Baba sifa. Yani ile bidii ulikuwa toa sadaka, unafunga na omba, unatafuta Mungu, unasoma neno, you feel something, then now au feel chochote, jua dhambi iko ndani yako imejaa, na hakuna uwepo wa Mungu, kuna Mungu kwa shetani. Baba sifa. Wangapi wanaelewa? Wangapi wanaelewa? Ili Mungu akutokee, lazima uwepo wake. You must have the presence of God. Na jambo hilo ulielewe. Ni very very important. Very important. Muulize jirani yako, ulivyokuwa kipindi kile umeokoka na sasa hivi inafanana? Muulize
jirani yako, kipindi kile unaenda kushuhudia watu mtaani. Oh my God, Bwana apewe sifa. Unaongea habari za Yesu all the time, mahubiri unayapitia, unaangalia mtumishi anavyohubiri. Bwana apewe sifa. Je, na sasa hivi ni sawa? Kuna tofauti Kama kuna tofauti, jua wewe na Mungu hamna uhusiano tena, kasha kuacha. Vishungi vimeshanyolewa, ni kama Samson. Nguvu una. Bwana apewe sifa. Nani elewa? Yaani zamani ulikuwa ukiabudu unalia, leo umetoa jicho kama ngumi hivi, hata kulia uli. Praise God. Ukianza kuabudu na bubujika mama sakalade. Leo tunaimba, tunahubiri, yani umekauka kabisa. Mungu amekuacha. Praise God. Ndio kwanza mawazo yako kwenye nyumbani ndani madeni. Now understand God is far from you. Amen. You feel nothing. Uongo kweli? Unapiga miayo. Ukiona unapiga miayo kwenye ibada, oh my God, yes. Wanapesi. Amen. Yani hauwezi kutoka kwa Mungu kupiga miayo. Never. Hear me. Kuna wakati mimi nikiwa nasoma the word of God, yani nasikia mtu asinisumbue, yani I feel something when I'm reading the word of God. Nasikia kuchanganyikiwa. Juzi nilikuwa naendesha gari. Amen. Nikawa nasikia naangalia mobile, nikajikuta nimeshama njia. Yani sijui kama naendesha gari, nimeshama, yani shama, yani I don't know where I am. Praise God. Oh rabasaka yani. When you be in the presence of God, you cannot hear anything else than God. Hapo utajua uko pamoja naye. Lakini uko kwenye ibada na ubiri nyumbani kwa sasa hivi, unaangalia mpaka jarudi mtoto wako kama amepika lelelele madeni, ujue sasa hivi ikasha kuacha. You are alone. You are alone. Baba sifa. Yani hapa sasa, jamani, saa ngapi tunamaliza? Muda unaenda saa ngapi? Muda bado umeenda. You are alone. Yani hauwezi kutoka kwa Mungu ukaangalia muda. Never. You know the presence of God. I remember those days. Nakumbuka kipindi kile nilikuwa naingia ibadani saa 12:00. Naanza ibada ya kwanza pale kanisa, tulikuwa tuna ibada 3. Amen. Naingia ibada ya kwanza. Oh my God. Ibada nini? Ya kwanza saa 1:30. Na kai ibada ya kwanza, wanaondoka ibada ya kwanza, wanakuja ibada ya pili, ibada ya tatu. Inafika saa 12 wakisema tuondoke, najisikia vibaya. Amen. Inabidi nikae. Wanaondoka watu nini? Wote. Watu nini? Mimi naondoka mtu wa mwisho. Yes, tumemaliza, narudi nyumbani. Naona nyumbani kama nina babusu. Bwana pewe sifa. But I feel the presence of God in the church. Niko na morning glory mimi. These people, they don't. Oh my God, Radasha Mayanda Riapakate Sapa. Hey! Morning glory. Kila siku ninafanya kazi benki. Kila siku ya Mungu. Amen. Saa 9 nimeshaamka morning glory. Nakimbia. Bwana bless. Kila siku saa 10 ibada ilikuwa saa 11 kasoro. 11 kamili. Saa 11 kamili alfajiri, kwa hiyo namwabudu Yesu na kusalimia Yesu. Saa 12:30 namaliza morning glory. Naenda kupanda dada kwenda kazini. Bwana bless. Every day. Aliseni, nakumbuka siku moja nilikuwa nakimbia, nimeamka kumbe nimechelewa saa 10 kasoro. Nakimbia, nikakanya kwenye shimo, mguu kavunjika. Bwana pewe sifa. Mguu kavunjika. Nikasema shetani, sikia. Yaani kosa ulifanya ni kunivunja mguu, naenda morning glory. Nikasema Mungu, sikia. Morning glory unaenda. Amen. Kumbe nimeumia wakati huo, sasa haujapoa. Nikakimbia kufika kanisani, nikaabudu, nimelala sijui Yesu. Nakuja kwenye mguu haunyanyuki. Bwana pewe sifa. Maumivu nini? Makali. Nikamwambia shetani, sikia. Sikia. Watomea wengine sio mimi. Amen. Mguu utanyanyuka. Utaenda, kwa sababu siwezi kukosa morning glory kesho. Yani hiyo nilikuwa shida, kukosa morning glory never. Mguu kanyuka, maumivu makali sana. Akasema utaenda, umevimba hivi. Nikapanda daladala, nikafika ofisini. Watu wakasema mguu ndio hospitali. Nikasema mkina hospitali unatupiga nini ile? Nini POP? Sitotembea, haiwezekani wewe. Achana mimi. Nikawa mkali ofisini. Wakanifunga, wakatafuta siji kunichua. Nikasema msichue, achana. Nika kwenye kiti changu kuangalia mguu unauma kweli kweli. Nikasema sikia. Enyi wagonjwa semeni tumepona.
Amen. Ayataja mambo sio kuwa na kwamba yamekuwa. Wewe tumepona. Nimepona. Mguu unazidi kuvimba. Nimepona. Mungu ni shahidi. Ilipofika jioni, watu wakaondoka wote. Bwana Yesu, nipe hapa sisi kunyanyuka kwenye kiti. Bwana Yesu, nipe nguvu tu ya kunyanyuka kwenye kiti. Nikinyanyuka, huo mguu unatembea. Nikanyanyuka bahati nzuri. Nikashika ukuta na uchemea na usogeza kidogo taratibu. Ule mguu hiyo sogeza taratibu. Nilikuwa na ndugu yangu mmoja nafanya kazi taratibu. Nikasema Mungu, bahati nzuri nilipokuwa nimepanga na kazi nilikuwa sio mbali sana, kama mwendo wa kilomita 3-4 hivi. Bwana apewe sifa. Nikasema utaenda taratibu. Baadaye kapanda gari nikashuka kutoka hapo kwenye barabara kwenda nyumbani kama kilomita 1.5 hivi. Nikasema utatembea na usogeza. Mungu ni shahidi. Ndani yangu kinachoniuma, kesho ina maana siende Morning Glory, namwambia Mungu, ina maana wewe Mungu umevunjika ili kesho nisiende Morning Glory. Mungu ni shahidi. Kulikuwa kuna kageti kadogo nyumba nilikuwa nakaa. Nilipokuwa mdogo wangu alikuwa amejua nimeumia, yuko nyumbani analia. Nilipofungua ile geti ndogo, nisikia kama kuna kitu kimeshuka kwenye mguu. Mguu umenyoka. Nikapiga kelele, rapakatase. Na mdogo wangu anaita Pius, simuuliza atakwambia. Ripakatosa paladesa. Ngazakaraba sheka yatese. Mguu umenyoka ile asubuhi kama ngorori kalada sheka yana. You have a relationship with God. Hallelujah. Yaani kwenye bado upigiwe simu, una kitu kingine akikosa kwenye akili yako. Bwana apewe sifa. Amen. Are you listening? Relationship with God. Siku moja wakanipa sumu pale Bagamoyo. Nimeenda si nini? Wakateka sumu kwenye samaki. Tumbo likavimba kama mwanamke mjamzito hivi. Nikasema Bwana Yesu, ina maana tumbo limevimba. Ilikuwa yani shetani alichokosea, walipa sumu Jumamosi, ndio alichokosea. Pengine angempa Jumatano ingekuwa shida. Bwana apewe sifa. Jumamosi na kesho ibada, haiwezekani. Bwana apewe sifa. It came. Bwana apewe sifa. Are you listening? Umesikia? Nimekunywa sumu, tumbo limevimba hivi. Tena nimenunua mananasi Bagamoyo. Bwana apewe sifa. Ngasa Bwana Yesu. Hii ni nini? Sio kitu kama hichi. Nimepanda kwa gari, natoka jasho ya kutosha. Ghafla mwili unaumuka. Thereafter mananasi yangu nimeyabeba. Nikaanza kushwa pumzi. Napumua kama yani ya pumzi kutafuta. Watu wananiangalia, yani kila mtu ananiangalia kama vile wakitaka kunisemesha siongei. Moyoni nasema kimoyo. Shetani sikia, mimi kesho na kwenye ibada, amen. Naenda kwenye ibada kesho. Nimetoka kwenye daladala, tumbo limevimba hivi. Nimefika Mwenge, zamani kutoka Mwenge, Bwana apewe sifa. Nimeshuka nini? Mwenge, sina nguvu. Naona giza. Nikasema hizi nanasi zinazibeba hivi, ishitani usinitanie. Sitokubali nitaishi. La. You don't know the application of the word of God. Nasema sitokubali nitaishi. Tumbo limevimba hivi. Sitokubali nitaishi. Nanasi ziachi, Bwana apewe sifa. Sitokubali nitaishi. Jumamosi hiyo nikafika nyumbani, mdogo wangu aliponiona akaanza kulia. Majirani wakaja wakasema mtafute maziwa. Nikasema hakuna cha maziwa hapa, hakuna chochote. Huyo shetani aliyesema nakufa ataelewa. I have to show him shows. Kwa ni mimi ni mwana wa Mungu aliye hai. Kesho tutakuwa kwenye ibada. Nikamwambia mdogo wangu akaanza kaka, nikamwambia nitakutandika wewe. Ninauma, anataka kunipa pole. Toka hapa. Usiharibu imani yangu. Bwana apewe sifa. Nikamwenda naye chumbani. Akakula. Ninasia kweli. Kwa sababu ninasia kesho tunakosaje ibada mimi. Bwana apewe sifa. Akaenda kulala, kumbe anaangalia anakata losa ngapi huyu. Bwana apewe sifa. Ilipofika saa 5 hivi nitapika vitu vyeusi kama isipika vingi sebule nzima. Nakumbuka siku sikula. Amen. Ukatoka uchafu mwingi. Nikawa natoka jasho ya maana. Nikaanza kusikia nguvu kwenye miguu. Saa 10 namgongea, wewe amka kesho ibada, amka. Saa 11 nimeshapanda gari. Bwana apewe sifa. Saa 12 kanisani. Nimeangalia ibada ya kwanza, ya pili, ya tatu, koraba shaka ya. Oh, hallelujah. You have a relationship with the Lord. Na nasikia ninaongea. Utakapoona hiyo hali imekutokea, jua mwanangu maajabu yanakuja nyumbani kwako. Unapoanza kuona hayo maajabu, yule binti ni mdogo wangu, simama hapo. Yule ni mdogo wangu kabisa.
Ajue nyumbani tukaanza maombi saa ngapi? Ile pale. Nilikuwa naanza nao maombi saa 3 asubuhi, jioni mpaka saa ngapi? Mpaka 12 asubuhi ndio mchezo nyumbani kwetu. Saa 5 Yesu karapa katesa rikamasha kayanda riapa. Wanaomba hapo na lala na wapiga kai. Waulize unajua Bwana pewe sifa. Haraka sheka yanta masa. Sasa toka kimya kwambia yule ni Freemason, una akili nzuri wewe. Bwana pewe sifa. Una akili nzuri wewe. Bwana pewe sifa. Nakwambia ni Freemason. Una akili nzuri. Yule mchawi yule. Una akili nzuri wewe. Bwana pewe sifa. Are you listening? Utakwambia yule mchawi Freemason lele. Huyu akili zake ziko sawa. Bwana pewe sifa. Uliza huyu. Amen. Na kanao nyumbani tukianza karapa na angalia nini mkokokaje nyinyi. Bwana pewe sifa. Saa 3 nikitoka kazini, kazi ni ule ule. Tulikuwa tunaomba ngambo ya pili, kuna familia ilikuwa inaokoka. Saa 3 saa 5 usiku saa 8. Tumekuja kuokoka jamani, tunawashwa. Sema njoo hapa karaba kalad. Shika yata masai. Hey, say hey. Na maombi yangu sio maombi. Sina maombi hayo. Nikianza kuomba mpaka ngambo ya pili. Kama unataka kuwa mama mtaa, mimi siami. Karika shika yata masaya. Hallelujah. Are you listening? Yani maombi kwamba ni bangi. Yani niombe kimya kimya ni bangi. Sikuogopi. Siku moja nilikuja kujipanga nyumba ya mchungaji mmoja, mchungaji fulani, tena ni askofu. Naomba mimi napiga makofi karababa riababa saa 4 usiku. Na nilipokuwa naomba pale ngambo ya pili kule unasikia wala pale sifa ria mama rikopasheka ria masa. Mchungaji akasema huyu jamaa huyu ni askofu. Sema askofu. Akanifuata. Mtumishi, Bwana asifiwe. Sema askofu. Bwana apewe sifa. Mtumishi wa Mungu. Na amenipangisha nyumbani kwake. Mtumishi, Bwana apewe sifa. Sema amina. Mtumishi wa Mungu, unajua unaomba Mungu anasikia, ukiomba kimya kimya. Kwa hiyo mtumishi, tunaomba watu wengine kwa wamelala, tunaomba. Nikasema mtumishi, bishop, nitakunasa viboko hapa. Bishop, yani nikasikia kama vile amenitia kitu cha hasira. Unasema? Nimwambia unasema? Akasema unajua. Unasemaje? Akasema no, hapana, wewe angalia tu utakavyoona. Nikasema yani mimi naomba uona kelwa. Una mapepo. Bwana pewe sifa. Bwana pewe sifa. From there hawakuongea tena. Sasa siku moja tunaomba hao wakiwepo, niko naomba ramaka. Kuna kama mama kama kachawe pale kanarusha mawe kila siku. Sema amen. 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 Aya mambo yatokee hivi. Bwana pewe sifa. Nakumbuka nilikuwa nalala mlimani, tunaenda kwenye milima, kwenye mabonde na kama mlimani all the time. Nikitoka kama jana nimelala mlimani, hata jana nimelala mlimani mimi. Bwana pesa niomkia hapa. All the time you're on the prayer mountain. You must pray. 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 You must pray all the time. Pray always. Hallelujah. Ayatokee hivi. Unakula mwaka mzima. Yaani mtu anakula asubuhi, unakula machenza, mchana mapapai, usiku maharage na nini na wali, tumbo limekuwa mpaka hivi. Tunazo habari. Bwana pewe sifa. Amen. Punguza kula. Haleluya. Funga siku moja. Raba shaka yanda masai. Bwana pewe sifa. Wakati umenielewa? Aya prophet anaona rohoni, ayatokee hivi hivi. Na wapenda wale wanipendao, na wao watafutao kwa bidii wataniona. Natembea katika njia ya haki ili kuwarithisha mali wale wanipendao. Bwana pewe sifa. Are you listening? Are you listening? Unaomba pepo toka kwa jina la Yesu. Toka pepo. Pepo toka. Bwana pewe sifa. You have to be strong in Christ. Nami nielewa. Amen. Nami nielewa. Amen. My God, I remember those days. Yeye natamani hawa vijana hawa mungepata hiyo neema ambayo Mungu alinipa. Bwana pewe sifa. Amen. Sema sema unaomba mpaka nyumbani kwako kunakuwa moto. Bwana pewe sifa. Inakuwa fire. Pepo aliingii. Haufilisiki. Mimi uniibie, unifilisi.
You cannot do that. Sijaribu, utapata shida sana. Bwana apewe sifa. Amen. Unaomba mpaka mambo yanatokea. Unaomba mpaka kazi inatokea. Wangapi mnaelewa? Amen. Nami ninachongea. Amen. Unaomba unapiga miayo. Rama mama. Piga miayo kwenye maombi. You are possessed. Na ukitaka kuomba, uwezi kupata mpenyo wa maombi kama hauna uhusiano mzuri na nani? Bwana asifiwe. Are you ready? Are you ready? Utakapofika kwenye level, yani listen. Nimeanza kuona looni mimi miaka mingi. Amen. Nakumbuka siku moja niko na mama, tuko wa chumba tunaenda kushuhudia. Tulikuwa tunashuhudia mtaani. Yaani mama nilipopata mchumba nikamwambia kazi ya kwanza tu. Hapa sina mpango wa kutumika. Bwana pesa, sijui kama nitakuwa mchungaji. Amen. Kama mama, unanipenda? Akasema ndio. Kama unanipenda, kazi yangu ni moja tu. Lazima tuende pamoja kushuhudia. Muulize mama kwa atambia. Tukatoka tembea, hakuna kupenda. Hello nia, sio kula, umefanyaje? Hizi hello sisi hata mimi si ujinga tunawasumbua. Bwana pesa sifa. Amen. Mimi dia yangu, I love you. Tuko mtaani karama saparade sama. Hiyo ndo kae. Ask my wife. Muulize mkao atakwambia. Hata pale Vingunguti nilikuwa sikufahamu. Tumetembea na mama, tumepanda dada, hatujui tukoelekea. Tuko wa chumba, Bwana pewe sifa. Mimi nikuja kuangalia kama Vingunguti tumeshafika. Niko na mama tunatembea tunashuhudia, mtaa kwa mtaa, nyumba kwa nyumba. Hai Bwana pewe sifa. Tukafika dada mmoja. Nikamwambia dada kama ya. Nikamwambia dada jambo. Unaitwa Joyce? Akasema ndio. Unatoa kike? Ndio. Alhamisi mwezi uliopita, Alhamisi ulitoa mimba ina miezi minne. Akasema wewe ni nani wewe? Akasema mimi ni mtumishi. Niko na mama. Mama akashika kichwa hivi akasema oh my God. Bwana apewe sifa. Amen. Amen. Hapo sio mchungaji, ni mshirika. Karabasa pale. Lia kashika yata Masaya. Hey, say yeah. Yeah. Nakumbuka siku moja nilikuwa kiongozi wangu wa zoni kama scholar. Bwana apewe sifa. Ndio tuna this people. Amen. Ndio kiongozi wangu wa nini? Wa zoni, mama yangu askofu. Bwana asifiwe. Amen. Tulikuwa kushuhudia mtaani. Kwa hiyo tulikuwa kama kundi, tulikuwa tunashuhudia Ijumaa. Akatutenga. Kwa hiyo mimi akanika kwa kundi. Mimi sio kiongozi na mimi kwenye kundi kwa watu fulani. Tukaingia nyumba moja. Hapo ndio kushtuka wale nilikuwa nashuhudia nao. Tumeingia nyumba moja. Tukagonga. Kuta dada mmoja. Dada kasamani, tuko kundi lote. Njoo. Nyumba ya Waislamu. Nikasema Amina nani hapa? Akasema ni mimi. Nikasema una mtu hakika? Akasema ndio. Yuko darasa 4? Ndio. Amefanya mtihani? Ndio. Amepata A4 na B moja, somo moja amefeli. Akasema wewe ni nani? Wewe vipi? Nikasema usijali. Nikasema usijali, njoo hapa. Sasa wale nilikuwa nao kwa hajaelewa. Jamaa wakaanza kuniangalia vizuri Then nikamwambia leo umetoka kupima. Umepima na mimba ya mwezi mmoja na siku 8. Akasema my God. Sasa ile familia nzima ikaokoka. Karabasha. Amen. Familia nzima ikaokoka. Are you listening? Yes. Are you listening? Baada ya hapo vijana wakanifuata. Tumishi. Niambie, unaona nini? Kama umezini jana. Kumbuka kijana mmoja. Baada ya kuona akaanza kuniogopa. Akabidi anifuate sasa. Mtumishi wa Mungu, na mmoja nyumbani kwangu. Nikaenda kusema mtumishi, najua unaona. Mimi ni kiongozi, alikuwa kiongozi mwenyewe kanisani. Mimi ni kiongozi. Najua unaona. Najua mimi yale uliyoona kwa kweli na kuogopa. Naomba useme. Akanitia boxer zake ndani zote nyingi. Baba, ninaomba uziombee. Nikamwambia kwa nini ziombee? Akasema najua unaona. Akasema kwambie hii tabia imenishinda, niombe. Bwana pesa. Nikaziombea kweli. Na nikiongoza kanisani. Akaniambia, "No. Unaona? Naomba uziombee hizi. Hii tabia imefanyaje? Imenishinda." Mimi ndio nilikuwa kiongozi wangu, nafikiri kiongozi ameokoka. Sema Bwana Yesu. Asante. Lakini hayakutokea hivi. Amen. I was a prayer warrior. Amen. Bwana pewe sifa. Amen. Mlokole. Oh my God. Unalogwa, mwambie umelogwa. Bwana pewe sifa. Amen. Yaani kamata mchao kisha kalaba sepa leda shikayanta Masai. Amen. Hii haiwezi kutoka, iko hivi. Ili uwe mwalimu bora, uwe mfanyakazi bora, unahitaji field. Si ndio? Amen. Amen. Yaani hauwezi kutoa pepo
lazima uwe tabia kushuhudia watu. Unaingia mkutani, unakaa mikono, you go to the field, karapa shika. Yes. Are you listening? Yes. Unanisikia? Amen. Hapa tumekuja hapa Kinyerezi, mimi Kinyerezi yote nimeitembea peke yangu na mama. Nimeenda mpaka kule pengine hata kulishakuja natembea kama zuzu naenda. Siku moja akaenda pale chini hapo bondeni. Hapo bondeni hapo. Mrafiki baba akufahamu baba huyu. Hakuna mtasi ujui Kinyerezi, mimi nimetembea na mguu mimi mwenyewe nashuhudia watu nyumba kwa nyumba, mtu mmoja mmoja, Bwana pewe sifa. Nyumba kwa nyumba. Siku moja nimeingia nyumba pale chini, kuna nyumba fulani hapo, kuna bonde, kuna nyumba pale kubwa. Nimeingia pale. Nikakuta mtoto kama zezeta. Kuangalia baba ndio amefanya uchawi. Nikagonga hodi, karibu. Naambia naomba nione mwenye nyumba wa hii. Nikakuta mama akasema ana vijana wawili wote wako hivi. Akasema yuko sijui na nini. Akasema muite. Mzee akaja. Nikasema Bwana apewe sifa. Akasema mimi Amina. Nikasema nataka niongee na wewe hapa kwa sababu kwa watoto. Akasema mimi niko na mafundi nafanya kazi. Akasema mzee, this is serious business. Akasema usinisumbue. Akasema mzee, kwani kuna ugomvi? Hapana. Hey, toka hapa. Akasema mzee, unanifukuza? Akasema ndio, ondoka. Nitakutolea bunduki. Akasema mzee, mimi bunduki yako mimi na bunduki yako kwako hapa. Nikamjibu nikaondoka. Bwana apewe sifa. Nikamwangalia, nikamzoom katika ulimwengu wa roho, nikarudi. Nikamwambia niko natoka kama watatu wanne. Nikasema huyu mzee uwatemeta kanisani kwangu akiwa naugua. Nikaondoka. Siku zimeenda. Siku moja nikaona bodaboda inapita. Mzee alikuwa na magari yake. Huyu si kama yeye. Baada ya wiki moja, wiki ya pili wakaanza kushuhudia kumbe wameshanisahau kanisha kwenda kwao pale. Nikaona wamekuja hapa. Tumishi. Bwana apewe sifa. Tumeambiwa upo unaombea watu wanapona. Akasema ndio. Nikasema nini? Unakaa wapi? Pale. Una watoto wawili wana shida. Akasema ndio. Akasema kile cha watoto ndio kimempata huyu baba. Amen. Kama Bwana Yesu nakushukuru kwa maisha yake duniani. Amen. Kaondoka. Bwana apewe sifa. Simple like that. Bwana apewe sifa. Na amenielewa. So be empowered by the power of the Ghost. Amen. Amen. Be empowered by the power of the Ghost. Huo ugonjwa unaweza kaisha sasa hivi. Amen. Amen. Hiyo rana inaweza kaisha sasa hivi. Amen. Hiyo dhiki inaweza kuisha sasa hivi. Amen. Be connected with Christ. Na amenielewa? Amen. Mzee jirani yako, ulivyokuwa ndivyo ulivyo sasa hivi. Ulivyokuwa ndivyo ulivyo sasa hivi. Bwana apewe sifa. Amen. Hallelujah. Ulivyokuwa ndivyo ulivyo sasa hivi. Ulivyokuwa ndivyo ulivyo sasa hivi. Ile mkono wako jisema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nahitaji kufanywa upya. 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 Nahitaji mambo yatokee. Nahitaji mambo yatokee. Nahitaji kufanywa upya. Nahitaji kufanywa upya. Nahitaji kufanywa upya. Nahitaji kufanywa upya. Biblia inasema watu walipolala adui akaja akapanda magugu katikati ya ngano akaondoka zake. Mwanangu, sasa una afya njema, mimi siombi, una afya njema. Ndio wakati ambao uombe ndivyo adui anapanda magugu. Amen. Utashangaa baada ya miezi mitatu, mwaka miwili, una pressure, umetoa wapi? Kumbe kuna uzembe ulifanya mahali. Sasa hivi biashara yako inaenda vizuri au uombi? Watu walipolala adui akapanda nini? Bwana pewe sifa. Nani amenielewa? Amen. Nahitaji kipindi hiki mwanangu ufanye maajabu. Usionee aya nini? Injili. Paulo anasema sionee aya Injili kwa sababu ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie. Oh my God. Yeah. Sionee aya Injili ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminio. Jamani, Biblia yangu si niliacha kwenye gari gani? Mimi Biblia nilikuwa naibeba hivi. My Bible. Siku zote mkana mimi hivi. Wewe Biblia naibeba kwenye kwapa hivi. Umeokoka wewe? Biblia naibeba hivi. Watu wajue umeokoka. Umeokoka. Amen. Wamama wanakuja na mikoba, sio kama wana vitu vimebeba. Kuweka Biblia tu. Wasiwaone toka kanisani. Kwa sababu tabia yako unaifahamu mtaani. Bwana apewe sifa. Amen. Wakiwa wameshika Biblia, unatoka wapi?
kanisa. Wewe jana ulikuwa kule kanisani. They know you are crap. Lakini kama umeokoka, Biblia inaibeba hivi. Bwana apewe sifa. Ukiwa kwenye gari, bwana mnakuwa kupigia simu. Bwana apewe sifa. Amen. Sema amen. Uongo kweli? Uongo kweli? Yeye kwa dada anapiga, hello dada Glory. Bwana apewe sifa. Amen mtumishi. Bwana apewe sifa. Amen. Amen mtumishi. Unasema kwa dada, amen. Sema amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. 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 Bwana, unaweza kufanya hivyo kazini kwako, ukiwaambia skola, Bwana Yesu asifiwe, ndio mtumishi, ndio kaka, kazi, sema amen. Mliona kijana nilifanya naye kazi, mliona kwa mkesha, mlimwona kijana anafanya kazi benki, unamkumbuka? Wangapi mlimwona kwenye mkesha? Mlimwona Amen. Nimefanya naye kazi, mimi nimeingia kazini, yeye batizo alikuwa anasimamia upande wa keshi, ndio kanifundisha kazi ya keshi. Yule kijana mnamwona yeye alikuwa ameingia benki, alikuwa anafanya kazi keshi, kwa hiyo mimi nataka kujifunza mambo keshi, nikaingia kwake. Amen. Lakini benki nzima walikuwa wanajua mtumishi kaja. Bwana apewe sifa. Yaani mtumishi alikuwa mimi peke yangu kwenye ile ofisi, peke yangu. Koraba shaka. They know I'm born again. Wewe Bwana apewe sifa. Amen. Asalamu alaykum. Malaika si manini. Bwana apewe sifa. Haleluya. Bwana asifiwe. Nani amenielewa? Mimi nawapenda Waislamu. Ile salamu alaykum natamka popote, yani popote, hata ofisini, hata hospitalini. Bwana apewe sifa. Lakini Bwana asifiwe. Amen mtumishi.